Hayo mambo yashapitwa na wakati dada. Unajua kwamba keko. Yaani kuna vitu ukivitengeneza mtu kama kakutumia. Imetoka leo. Kakutumia. Yaani kama mtu amekutumia ili wewe useme kitu fulani ionekane klabu yetu sisi dhaifu. Sawa eh? Hiyo kwenye mpira wa sasa haina nafasi. Haina nafasi ujue kwa sababu gani? Leo vilabu vyote vya Tanzania vina udhamini kupitia Azam na udhamini huo unampaka mshahara ndani yake. Lakini ukiachilia hivyo hata kwa mwekezaji Jairut kuna sehemu kuna kipengele cha mshahara ndani yake wachezaji. Ukiacha hivyo Mohamed Dewji kuna kipengele cha mshahara ndani yake. Leo wachezaji ukisikia wanakwenda mshahara hiyo ni propaganda ya watu wachache ambao hawaitakii mema. Mimi nikwambia kitu dada. Siku hizi vilabu havidai mshahara. Vilabu? Wachezaji wa vilabu hawadai mshahara. Hasa klabu kama Simba. Kwa nini? Hawadai mshahara kwa sababu hivyo vitu viko kwenye system kabisa mwaka mzima. Wanadai mshahara kupitia wapi? Kwamba? Yaani kwa sasa hivi dada, hasa klabu kama Simba. Mishahara klabu ya Simba iko ya system ya mwaka mzima, mchezaji mpaka ligi inaisha analipwa mshahara wake. Labda bonus ambazo zinaibiwa kutokana na mechi. Lakini sio mshahara. Mshahara huko ni mfumo. Nimeahidi kukutajia sehemu 3. Azam, Jairut, Mohamed Dewji na kampuni zingine katika mikataba klabu ya Simba, katika mikataba yao na mpaka mishahara ya wachezaji hivyo vitu vipo. Kwa hiyo unachukua hela ya Jairut, unachukua hela ya Mohamed, unachukua hela ya nani Baresa, ukiweka mchezaji anapata mshahara wake ambao uko kwenye system kabisa. Sasa leo anakuja kukwambia mtu wachezaji ana mshahara kupitia wapi? Sasa hivi mambo kudaiana mshahara kama zamani hakuna. Atafute uongo mwingine ndugu yangu na simu. Kwa hiyo ni uongo. Hiyo ni mambo ya kupapilisha ili mradi sisi tunajua tuna mechi 5 ngumu. Tumemsikia jana rais wa timu fulani ambaye anasema yeye bingwa kabla ligi haijaisha. Kasema ligi hii nyepesi kuliko msimu uliopita. Katika watu wanaotumia mpaka waandishi na ndugu yangu na simu anatumika. Inawezekana anatumika kwa sababu leo wachezaji kuna mishahara mimi siwezi kusikia hata timu ndogo. Siwezi kusikia kwa watu kuna mishahara. Mishahara zaidi ipo katika udhamini watu wanaitoa mishahara. Labda hela inayoongezeka ya juu kwa sababu wachezaji wanalipwa hela tofauti. Kuna mchezaji mwingine analipwa milioni 25, mwingine milioni 10, mwingine milioni 7, mwingine milioni 8. Labda wale wanaongezeka mishahara na hata hiyo Simba hawezi kudaiwa. Ni uongo. Wao wanatengeneza comedy ya kuwarudisha Simba nyuma ionekane kwamba mishahara Simba wanadaiwa, lakini mimi niwaambie katika hilo wamefeli. Si mechi 5 zilizobaki hata waongee kuna mtu kafa sisi tutapambana na mechi. Wapuuze. Yaani tuwapuuze kabisa. Watakurudisha nyuma. Sababu sisi tuna mechi 5 ngumu. Ambapo mechi 5 hizo kuna watu zishawaka hapa shingoni. Wanatafuta staili ya kutudhoofisha ili mradi ionekane ile sisi tunaenda kupoteza. Lakini tuwaambie hatutopoteza mechi yoyote kwa sababu tuko makini na hizo mechi. Umeona kuna mtu katengenezwa na kwa watu wetu wengine wametengenezwa. Ionekane basi yetu Mungu ili watu waingie kwenye basi, watetee, ionekane kama tunapoteza time. Kila tunachoongea, akili yetu yote kwa 100%. Tunachoongea kuhusu kile basi na nini? 60%. Kuhusu mechi 5 zilizobaki, 100% na point. Yaani mechi ndio tuko nazo makini kuliko kitu chochote katika hii dunia. Kwa sasa hivi, mechi 5 zilizobaki. Mechi zilizobaki tuko nazo makini kuliko kitu chochote katika hii dunia. Sasa kama kuna waandishi wanaenda kuwatumia Simba wadai mshahara. Na kwa taarifa yao wachezaji kama ndio wanadai mshahara wasije rudi kempu. Simba sijaanza modi kambini. Wachezaji wao kwa wote kambini hawapo. Baba Rusaka hayupo. Leo Maela hayupo. Rusende Roki hayupo. Wanamtaka nani za shangazi yao? Labda mtu anataka wifi yake au shemeji yake au shangazi yake ndio anadai mshahara Simba. Kwa Simba wachezaji wetu wanadai mshahara. Labda wifi yake au shangazi yake ndio anadai mshahara. Wikendi tulivu ya tarehe 6 ya Juni mwaka 2026 tuko hapa kuyazungumza yale yote yanayohusiana na michezo. Niko na Shabani Mpira Pesa. Kwema? Kwema, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Hali ya mvua tunaona leo kuna hali ya hewa imebadilika, mvua kidogo kambali, lakini ndo vizuri. Maana joto lilikuwa kali sana. Kwa hiyo hali kidogo inatuliza. Hata kama hali yenyewe na mimi naona kama inahitaji joto, bado sijaona kuona baridi. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu jua kidogo limepungua, maisha yanaenda. Zikiwa zimesalia siku 9 kurejea kwa ligi ya NBC Premier League.
ambapo mchezo wa kwanza mtacheza dhidi ya Pamba Jiji KMC. Nimepita kuona taarifa kwa Nasibu Mkomo akithibitisha kwamba Simba kupitia kwa mchezaji wake golikipa Yakubu Suleiman amefanyiwa upasuaji katika hospitali moja hapa jijini Dar es Salaam, na mechi zote za msimu huu atazikosa na za nusu msimu unaoanza mpya. Taarifa bila shaka umeiona. Nimepata taarifa na niseme kwanza nimpe pole kwa sababu ni golikipa wetu na ni kijana ambaye yuko kazini kwake, ana survive kutafuta maisha na mambo mengine. Kwa hiyo nichukue nafasi hii nimpe pole, lakini nimwambie asivunjike moyo, apambane, kwa sababu kuugua sio ndo mwisho wa kufanya kazi yako ambayo uko naifanya. Nadhani atakapopata matibabu au alipofanywa upasuaji, akirudi atarudi akiwa imara zaidi, atakuwa vizuri na atakuja kutumikia kazi yake ambayo ilomweka kwenye klabu yetu ya Simba na mpira wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nimwambie Yakubu Suleiman kipindi hiki hajitahidi tu kulinda upasuaji wake ambao alofanywa, kwa sababu kuna mambo mengi hapa katikati. Najua kabisa wenzetu, kwa sababu Mzanzibari wala sio watu wa pombe wala sio watu wa sigara, kinachotakiwa lazima alinde upasuaji alofanywa, then baadaye arudi akiwa katika hali iliyokuwa vizuri, na nimwambie Mwenyezi Mungu atamsaidia, atarudi akiwa imara zaidi. Pengine hali ya majeruhi inarudishaje wachezaji wa mashindano? Inarudisha sana, kwa sababu kwanza akishapata majeruhi ina maana ana muda mrefu anakuwa acheze, na nadhani kaumia muda mrefu akafanywa matibabu kidogo, lakini baadaye ikaonekana injury yake maudi tena. Kwa hiyo unapokaa muda mrefu mchezaji, kuna baadhi ya vitu vinakuwa vinapungua. Kwa hiyo yeye, mimi ninachosema amombe Mungu. Sio kila mchezaji anayetoka injury viwango chake kinapungua. Kuna wengine tunaona wanatoka kwenye injury, lakini viwango vyao wakirudi wanakuwa vizuri. Inategemea wewe mwenyewe umejilindaje wakati umefanywa upasuaji. Kwa hiyo mimi niseme tu Yakubu Suleiman atarudi akiwa imara, na inshallah Mwenyezi Mungu, taifa linamtegemea, kwa sababu katika magolikipa wa timu ya taifa na yeye kwenye nafasi yake alikuwa golikipa wa timu ya taifa. Kwa hiyo mimi nasema asivunjike moyo, hakikishe tu anajilinda vizuri, then kuhakikisha hata atakaporudi arudi akiwa katika mazingira mazuri. Kauli ya Hansi Rafael umeipokeaje baada ya jana kuthibitisha kwamba Simba ndio timu pekee tishio hivi sasa na inafanya vizuri ndani ya pitch? Sisi tunachosema, sisi tunajua klabu yetu iko bora, lakini kuna wakati watu wanatumika kutubeza ili mradi tuonekane sisi zaidi. Ukweli wa klabu ya Simba kila Mtanzania anaujua, na kila Mwafrika wa Afrika hapa mpaka duniani anajua. Ndio maana hata unapoizungumzia Simba, ukiweka kitu chochote kuhusu Simba, mchezaji anakuambia hii klabu tunaisikia, hata Rio tumesikia. Hata Steven Golan Erickson marehemu kabla aliulizwa akasema mimi naisikia kuna timu inaitwa Simba huko, ni hatari sana. Kwa hiyo ukizungumzia Simba mabaya, mwisho wa siku lazima utaizungumzia vizuri, kwa sababu na ndo klabu ambayo bora katika ukanda huu wa Sekafa, hasa hapa Tanzania. Yani hilo halipingiki. Sasa kama mtu kuna wakati anakuwa yuko nje ya utaratibu, anazungumza mambo yake kwa sababu ya maslahi yake, sisi tunamwangalia tu, lakini wakati ukifika atasema kama amekiri kwamba Simba ni timu bora. Hilo sisi ni na ndo slogan ya klabu ya Simba, na ndo uhalisia wa klabu ya Simba, ni timu bora. Sasa mwanzo wakati anasema sisi hatakuwa bora, sijui mwenye vigezo alivyokuwa navyo wakati mwanzo atakuwa bora, na leo sisi sio bora, vigezo gani anatumia, lakini hamna mtu asojua, kwa sababu hata kafu wanajua ubora klabu ya Simba. Sasa kama shirikisho la mpira Afrika kafu linajua ubora klabu ya Simba, imekuwa mpaka namba 5 sasa hivi, na tumedrop tumekuwa namba 10. Leo wewe timu iko kwenye 10 bora au kwenye 5 bora ilikuwepo, wewe useme sio bora, ina maana wewe utakuwa na shida yako. Sasa kama yeye kasema Simba sasa hivi ni bora kwa upande wake, anaendeleza pale ambapo Simba ilikuwa ina ubora wake, lakini yeye ndo alishusha ubora. Lakini sasa hivi karudi katika mstari wa kusema Simba bora, na ni kweli Simba bora, yani hilo halipingiki.
Simba tuna maandalizi mazuri kuanzia kwenye management mpaka kila kitu chetu Simba. Kwa hiyo ubora huu sio kama umetengenezwa tu kwa kukurupuka, hapana. Simba ina management iliyokuwa bora na ina wawekezaji wa asili ya mpira. Kwa hiyo wanajua hapa tufanye nini ili timu yetu iwe bora. Kwa hiyo uwekezaji wa klabu ya Simba chini ya mwekezaji Mohamed Dewji pamoja na Jairuti, nadhani ni vitu ambavyo vinaifanya timu yetu inakuwa bora zaidi. Kwa hiyo kama kuna mtu atakuwa na beza, sisi tukatai kubeza kwake, lakini mwisho wa siku utakubali kama alivyokubali leo ndugu yetu Anse Raphael, kwa sababu yeye ndo alikuwa mpinzani. Lakini upinzani wake sasa hivi ameweka pembeni, amezungumza uhalisia wa timu ya Simba Sports Club. Huo ndio uhalisia wa Simba Sports Club. Simba ni bora, popote ni bora. Na Nasibu Mkoma anatuthibitishia kwamba wachezaji wa Simba hawajalipwa mishahara yao na viongozi wanaangalia namna ya kuweza kuwalipa. Ukipita kwenye mitandao yake ya kijamii utaona hilo akizungumza.